kwenye hicho kitabu cha Mathayo, nataka nimalizane na mstari wa 8. Kitabu cha Mathayo 25 mstari wa 8. Maandiko yanasema hivi: wale wapumbavu wakawaambia wenye busara, tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Nimeeleza kwamba wale wanawake wapumbavu walipokuwa wanajiandaa ili kwenda kumlaki Bwana Yesu, walikuja kujipata kwamba taa wako nayo. Ina maana walikuwa na Roho Mtakatifu, lakini shida ni kwamba walikuwa hawana nguvu, hawana mafuta. Na tunapoongelea kuhusiana na mafuta, nimesema kwamba mafuta ni nguvu. Kwa hivyo hawakuwa na nguvu ya kuwapeleka kwa Yesu. Kwa hivyo kwenye maandalizi yao wakawa taa wako nazo, ina maana wako na Roho Mtakatifu, lakini hapa kwa nguvu wakawa hawana nguvu. Lakini pia kuona, wakawa wameona yule ni Yesu, maana ule mwangaza ulikuwa unatumika, sio ule wa jua katika kumuona, sio ule wa mwezi na sio ule wa nyota, kama vile tumesoma kwenye kitabu cha Mathayo 24 na mstari wa 29 ya kwamba ule mwangaza wa nyota, wa jua, wa nini, zote zitaisha na itakuwa hatutumii ule mwangaza tena. Kwa hivyo tutakuwa tunatumia ule mwangaza ambao ni neno la Mungu. Maandiko sema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu, ambaye ile neno la Mungu ni Yesu. Sasa maandiko sema hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu. Kwa hivyo huyu neno ukimfuatilia utakuja kuona kwamba ni Yesu. Yesu kabla haja kuja hapa duniani alikuwa na jina anaitwa Neno. Alipokuja hapa duniani akapewa jina lipitalo majina yote, ambao lile jina sasa ni Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini hata hivyo Yesu amemiliki majina yote mawili. Ndio maana kuna maandiko yanasema ameliheshimisha ahadi yake, ameliheshimisha neno lake kuliko jina lake. Kwa hivyo kwa jina la Yesu Kristo ama jina la Yesu Kristo alifui dafu kwa neno la Mungu. Hapo itabidi ufikirie sana ndio unielewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka turudi kwenye pointi yetu. Maandiko yanasema ya kwamba wale wanawali kwenye maandalizi yao wakakuja kupata kwamba hawana mafuta, hawana nguvu ya kutoka ndani ya mwili waende kumlaki Yesu. Hilo ni la kwanza. Wako na taa lakini hawana mafuta. Hilo ni la kwanza. Maana mafuta kwa sababu ni nguvu ya Mungu ama nguvu ya Roho Mtakatifu ndio wapeleka kule kwa Yesu ili wapatane na Yesu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Isaya 40 na mstari wa 31, nadhani nilikuwa nimesoma. Maandiko yanasema ya kwamba bali wao wamngojao Bwana watapata nguvu mpya, watapaa juu kwa bawa kama tai. Na hapa ndio unakuja kujifundisha, kumbe ukiwa na nguvu, ukimngojea Bwana akakupea nguvu mpya, unaweza hata ukatembea kama mchawi vile anatembeanga kwenye anga. Maana hiyo nguvu ndio itatumika katika kwenda kumlaki Yesu. Na kama utakuwa una hiyo nguvu, ujue kwamba ufalme wa Mungu hauwezi ukaupata. Ndio maana kwenye kitabu cha Mathayo 11 mstari wa 12, maandiko anasema tangu wakati wa Yohana Mbatizaji hata sasa ufalme wa Mungu unapatikana kwa nguvu, sio kwa utakatifu tu peke yake, lakini nguvu inahitajika, lakini pia busara inahitajika. Ndio maana wale wapumbavu walikosa kumlaki Yesu Kristo. Lakini pia ukisoma kwenye kile kitabu cha Mithali 24 na mstari wa 10, maandiko yanasema mtu akizimia siku za taabu, nguvu zake zinakuwa ni chache. Sasa maandiko yanasema ya kwamba wale wanawali wapumbavu wanawaambia hao wenye busara ya kwamba tupeni mafuta yenu kidogo, maana taa zetu zinazimika. Yaani ina maana kwamba roho zao, maana hapa taa inawakilisha roho ile ambayo ilikuwa inaenda kumlaki Yesu Kristo. Wanasema kwamba
taa zetu zinazimika. Ina maana kwamba roho zetu zinazimia, hazina nguvu. Roho zetu zinazimia, hazina nguvu ya kwenda kumlaki Bwana Yesu kule mawinguni. Ndio maana wanasema tupeni mafuta kidogo, maana taa zetu, maana roho zetu zinazimia, hazina nguvu. Ndio maana nimekusomea maandiko kwenye kitabu cha Mithali 24 na mstari wa 10. Maandiko sema kwamba mtu akizimia siku za taabu, nguvu zake ni chache. Kwa hivyo mtu akizimia huwa ananga nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna kitu kwenye maisha yako unafaa kuwa very careful isije ikakupata, ni pale ambapo roho yako itazimia. Ndio maana kuna maandiko yanasema ya kwamba wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kuna maandiko mengine yanasema ya kwamba yanaongelea kuhusiana kumzamisha Roho Mtakatifu wa Bwana. Kuna vitu vitatu ambavyo hufai kufanyia roho yako, na cha kwanza ni pale ambapo utaifanya roho yako izimie, ikuwe haina nguvu. Maana roho yako ikikosa nguvu, shetani ataishikilia, na hata wakati ule utafaa kwenda kumlaki Bwana Yesu, utafaa kwenda mbinguni, hautaweza, maana shetani atakushikilia na atakuvuta kuzimu. Na kile ambacho kinasababishanga roho ya mtu kuzimia ama kuzama kwenye shimo ya Jehanamu ni dhambi. Maana dhambi inakuanga na minyororo. Sasa shetani akijua kwamba umefanya dhambi, ile dhambi umeifanya kama ni dhambi ya uasherati ama dhambi ya wizi, hiyo dhambi inakuanga na mnyororo wake. Kwa hivyo shetani anashika ule mnyororo, anakufuta, anakupeleka mpaka kuzimu, anakuzamisha mpaka kule kuzimu. Ndio maana kila wakati unafaa kumtafuta Mungu, kutafuta nguvu za Mungu kila wakati, ili uhakikishe kwamba hakuna siku ambao roho yako itazimia, your spirit. Wale wanawake wapumbavu wanasema ya kwamba tupeni mafuta kidogo, maana taa zetu, maana roho zetu zinazimia, hazina nguvu ya kumlaki Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kuna kitu kilitokea baada ya kuwa wameuliza wale wanawake wenye busara hiyo. Kwenye ule mstari wa 9, maandiko yasema hivi: lakini wale wenye busara wakawajibu wakisema, sivyo, hayatatutosha sisi na ninyi. Afadhali shikeni njia mwende kwa wauzao mkajinunulie. Sasa nisikize kwa makini sana. Maandiko yasema ya kwamba wale wenye busara baada ya kuwa wameambiwa jambo kama lile, wakasema ya kwamba jambo moja ni kwamba haya mafuta tuko nayo, hizi nguvu tuko nazo, hazitutoshi sisi na ninyi. Ina maana kwamba hatuwezi tukashare ile nguvu ambayo tuko nayo tukawasaidia katika kwenda mbinguni, katika kumlaki Bwana Yesu. Hatuwezi. Na ndio maana kwenye kile kitabu cha Amosi mlango wa 8 na mstari wa 11, maandiko yasema ya kwamba kutakuwa na njaa katika siku hiyo, na sio njaa ya kukosa kula chakula, lakini itakuwa ni njaa ya neno la Mungu. Yaani kiufupi, hao wapumbavu walikuwa wanawaambia hao wenye busara ya kwamba tuombeeni angalau tupate nguvu, ama tuhubirieni neno ili tupate nguvu. Maana nguvu ya Roho Mtakatifu huwa inapatikananga number 1 kupitia kwa Roho Mtakatifu, na number 2 kupitia kwa neno la Mungu. Ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Matendo ya Mitume 1 na mstari wa 8, maandiko yanasema mtapokea nguvu akiisha kuajilia juu yenu Roho Mtakatifu. Lakini pia kuna maandiko mengine yanasema ya kwamba neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena li kali kuliko upanga wao wote ukatao kweli, linachoma kugawa roho na nafsi, linachoma kugawa roho na viungo na mafuta, tena li jepesi kutambua makusudi na mawazo ya moyo. Kwa hivyo neno la Mungu la kuanga na nguvu ndani yake. Sasa wale wanawali wapumbavu kiufupi walikuwa wanawaambia hao wenye busara ya kwamba tugawieni mafuta, yani tujazeni na nguvu kidogo, ili angalau na sisi tuende kumlaki Bwana Yesu. Yani kiufupi, tuhubirieni neno tupate nguvu kupitia kwa neno, ama kama mtu atuhubiria neno tupate nguvu kutoka kwa neno,
tuombeeni ili tupokee nguvu ya Roho Mtakatifu ndani yetu, maana Roho Mtakatifu ni source of power.